Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la muhimu sana la mwisho kama gharama ya kutoa ili kudhihirishiwa nguvu za Mungu katika maisha yako, namba 7 ni kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Ni kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, sio kuwafanya wawe wanafunzi wa dhehebu au wa dini. Ni kuwafanya wengine wawe wanafunzi wa Yesu. Ni gharama kumtoa mtu kwenye eneo ambalo alikuwa gizani umlete kwenye nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni gharama. Kuna wengine sisi hapa ilihitajika gharama, mpaka unatuona tumekuja kuokoka na tunaona hivi kuna gharama ilitoka. Kuna watu waliomba, kuna watu walitushuhudia, pamoja na kutushuhudia lakini hatukuwasikia, mpaka Mungu akatumia njia fulani nyingine mpaka tunaokoka. Hivyo hivyo kuna gharama kumtoa mtu gizani kumleta katika nuru, ambao hiyo kila mmoja anatakiwa aifanye, kwa sababu anasema kila enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, mkawafanye kuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni gharama, ni gharama. Watu tunawafanya kuwa wanafunzi wa Yesu kwa namna gani? Unaweza ukawa usiweze kuhubiri Injili mtaani, ukachukua mic ukaanza koka hivi na hivi, Yesu anakupenda, lakini maisha yako jinsi yalivyo yanaweza kumsababisha mwingine akamjua Yesu. Unavyokaa, unavyosimama, unavyotembea, unavyozungumza tosha inaweza kumfanya mwingine atamani maisha yako na kuulize, kwani wewe unawezaje kufanya hivi? Utamwambia ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuishi maisha ambayo mtu mwingine atatamani, mtu mwingine atafurahi akufuate, ni gharama umewekeza. Ni gharama. Kuna namna umeamua kujiweka kwenye namna fulani ambavyo wengine hawajaweza, wewe umeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni gharama kubwa na thawabu kubwa kwenye maisha ya mtu. Kuokoa roho ya mtu kutoka kwenye uovu au kwenye dhambi, uwe na uhakika ina thawabu kubwa sana kupita kawaida. Ni gharama ambayo sio ya mama kuona kwamba ni ya kawaida. Ilimgharimu Yesu mwenyewe afe msalabani, atandikwe, asulubiwe kwa ajili ya mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sio jambo rahisi kumtoa mtu katika dunia na kumfanya awe mwanafunzi wa Yesu. Haleluya. Kwa hii ni gharama pia ambayo Mungu hakika atazidi kuachilia nguvu zake kwenye maisha ya mtu, kwa sababu amekuwa mmoja wa watu wanaomletea matunda katika zizi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hana budi kuachilia nguvu zake juu ya maisha yako endapo anaona wewe kuna watu wengine unawabadilisha. Mungu hataona budi kuachilia nguvu zake, uweza wake katika maisha yako endapo anaona kabisa wewe kuna wengine unawasaidia, wanasimama kwenye msingi mzuri. Kuna wengine unawawezesha, wanamjua Yesu hata kama alikuwa mjui. Kuna wengine wanaona nuru hata kama walikuwa wanaona giza. Hana budi kuachilia nguvu zake juu ya maisha yako. Hana budi kuachilia nguvu zake katika kila jambo unapita. Haleluya wote Mungu. Mathayo sura 28 mstari wa 19 na 20. Neno la Mungu linasema ya kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Enendeni ulimwenguni mote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Roho Mtakatifu, jina la Baba na la Mwana, Roho Mtakatifu,
na kuwafundisha kuyashika yote ambayo nimewaagiza, hakika mimi nitakuwa nanyi mpaka utimilifu wa dahari. Maana yake nini? Hakika nguvu zangu nitaziachilia kwenu mpaka mwisho wenu. Uweza wangu nitawachilia kwenu mpaka pale mtakapomaliza kazi yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu wangu utakuwa na ninyi mpaka pale mtakaposema sasa kusudi lako limeisha katika roho. Neno la Mungu liko wazi. Lakini nini? Wafanyeni watu kuwa wanafunzi. Leo hii ukiangalia watumishi wengi wanawafanya watu wengi kuwa wafuasi wao, badala ya kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu, wanawafanya kuwa wafuasi wao. Katika maisha yako usikubali kuwafanya watu kuwa wafuasi. Wafanye watu wao wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema hivi? Kama hata neema ulio nayo au nafasi ambayo umeipata, unaweza kuwa ni mtumishi mzuri, lakini kwa hakika wewe ni mwanadamu. Wewe sio Mungu asilimia zote. Kuna mahali utajichanganya. Ukijichanganya hao watu utawapoteza, kwa sababu uliwafanya kuwa wafuasi wako. Lakini kama uliwafanya kuwa wafuasi wa Yesu, hata kama wewe utapotea njia, wanaweza kuwa msaada kukurejesha kwenye njia. Wanaweza kuwa msaada kukurejesha kwenye njia. Watasimama na watakuombea, watasema huyu ndugu amepotea, alituelekeza hivi, kwa nini imekuwa hivi? Wanaanza hata kukuombea, kukukumbuka. Mungu, mkumbuke mtumishi wako huyu, alitufanya sisi tukawa wanafunzi wako. Lakini leo hii kuwafanya wafuasi wako, ukikosea, ukidondoka, na wao wanadondoka. Hatimaye gharama na kuja kwako utadaiwa roho zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe mshirika unaweza kaona kwamba labda anayeweza kufanya wafuasi ni mchungaji. Hapana. Leo hii utakuta ndani ya kanisa kuna matabaka. Mshirika huyu unakuta na kikundi chake fulani amekibeba. Badala ya kujaza vitu kwa hao watu ambao amewakusanya vya Yesu ambao vinamhusu Yesu asimame yeye, anajaza mambo yake. Anajaza vitu vyake kwa hao watu, anawajaza maneno, anajaza hiki, kiasi ya kwamba akija akatoka kwenye msingi, anatoka na watu wote. Lakini rati angekuwa anawafundisha njia ya Yesu, angekuwa anafundisha kwamba Yesu anataka hivi, hata akitoka wao watamsaidia. Wao wanaweza wakamsaidia huyo mtu mmoja kumrejesha kwenye kundi. Akikataa atapotea peke yake, wao watabaki salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiwanya hivyo, na Mungu hawezi kukuacha ukapotea moja kwa moja, hata kama utajichanganya, kwa sababu atakumbuka. Niulize, kwani kamuulize Hezekia. Hezekia alipojifuruga na Mungu akampa adhabu ya magonjwa, alichokifanya nini? Alimkumbusha Mungu, tazama, nilifanya kazi yako kwa uaminifu, nilitenda hivi na hivi, Bwana kumbuka hata nilichokifanya. Sasa wewe ukiwafanya watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, kuna namna. Hatuombei kupotea njia, hatuombei hicho kitu, lakini unajitengenezea ulinzi. Hata siku mahali Mungu anakukataa kwa kitu kibaya au jambo ambalo Mungu hakutaka ulifanye, ukalifanya akakukataa, una ujasiri wa kumkumbusha Mungu, kumbuka mwanao, nimeteleza hapa, nisamehe. Kumbuka kuna watu kadhaa niliwafanya kuwa wanafunzi wako. Kuna watu kadhaa, kuna fulani na fulani niliwahubiri habari zako, leo wamesimama mpaka leo. Angalia leo mimi Mungu nimeondoka, ninaomba unirehemu. Mungu ataangalia hiyo kazi uliyoifanya, anaweza akakurehemu na kukukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kukurehemu na kukumbuka. Ndicho kilichomsaidia Hezekia. Hezekia akakumbuka kile alichokifanya. Mungu akakumbuka kile alichokifanya Hezekia, akamwambia, hakika nimekuelewa, nimekusamehe, nitakuongezea miaka 15. Na ndivyo ilivyo leo hii. Watu wa Mungu, tukae kwenye njia ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa namna vyovyote, mahali popote Mungu anapokuweka, haijalishi ni kazini, haijalishi ni kwenye familia yako, fanya familia yako iwe wawe wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza familia yako, fundisha watoto wako, fundisha watu wako wa nyumbani kwako wawe wanafunzi wa Yesu. Usiwafundishe watoto wako wawe wafuasi wa dhehebu. Dhehebu haliwezi kuwapeleka popote.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wafundishe watoto wako, familia yako, watu wako msingi wa Yesu. Wafanye kwa wanafunzi wa Yesu. Wakisimama, uwe na uhakika Mungu hataona shida kwa ajili ya nguvu zake katika maisha yako. Mungu hataona shida kwa ajili ya uwezo wake katika kile unachopita. Kuna mtu mmoja anaelewa kile ambacho tunajifunza. Matendo ya Mitume 1:8, neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Fanyika kuwa shahidi wa huyu Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ambayo Mungu amekupa, neema ambayo Mungu anakujalia, uwezo ambao Mungu amekupa, fanyika kuwa shahidi wake katika kila eneo unalopita, katika kila eneo unalopita, katika sehemu unayokanyaga, fanyika kuwa shahidi. Utazidi kupokea nguvu na ujazo wa Roho Mtakatifu utakuwa ndani yako, hautapunguka kamwe. Isipoteze muda sana, tupate muda wa kuomba. Tumalizie na kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema kwamba, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianzia mstari wa kwanza, Paulo anasema, basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe hodari katika nafasi ambayo Yesu amekupa, na vile vile wafundishe watu waaminifu na wakabidhi walio waaminifu yale ambayo uliyasikia kutoka kwao, ili na wao waweze kuwafundisha wengine. Unapoweza kumfanya mwingine kuwa mwanafunzi wa Yesu, na yeye ni mwalimu bora wa kumfanya mwingine kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kibinadamu anaweza kusema utapata mtoto, mjukuu, watukuu na milembwe sijui na nini, na thawabu itakuwa ni kubwa. Nguvu za Mungu hazitapunguka kwako, hautapungukiwa. Haleluya. Unaweza kujiuliza, ni wangapi umewafanya kuwa wanafunzi wa Yesu na ni wangapi umewapoteza? Bwana Yesu asifiwe sana. Idadi ya watu wengi kutoka katika msingi wa Kristo, yaani sema idadi ya watu ambao wanatoka katika msingi wa Kristo ni kubwa kuliko idadi ya watu ambao wanaingia kwenye msingi wa Kristo. Au kwa lugha rahisi, watu wanaomjua Yesu wanaopotezwa ni wengi kuliko watu ambao wanamjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija kuangalia, piga tathmini katika kanisa, makanisa kadhaa, piga tathmini, ni watu wangapi wamerudi nyuma kiimani na ni watu wangapi wameokoka kuingia kanisa. Utakuja kuona hawa waliookoka ndio asilimia kubwa wanatoka, wanaenda kwenye njia ambazo hazipendezi, wanatoka kwenye msingi. Halafu asilimia ndogo sana ambao wanahubiriwa Injili wanarudi kwenye msingi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vyote hivi ni nini? Ni sisi tunafeli kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Ni walokole au watu ambao wamemjua Kristo wanashindwa kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Lakini light tungekuwa na uwezo mkubwa wa kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu kwa kiwango kikubwa, idadi ingekuwa ni ndogo ya watu kutoka kwenye msingi, bali idadi ya kuingia kwenye msingi wa kweli ungekuwa ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuelewe ya kwamba ni gharama ambayo leo hii hatutaki kuitoa watu wa Mungu, na tunatamani nguvu za Mungu zionekane katika maisha yetu. Tunatamani Mungu afanye jambo katika maisha yetu. Tunatamani, nikwambia, hakuna mtu ambaye hapendi kudhihirishwa nguvu za Mungu.
kila mmoja anatamani nguvu za Mungu zionekane katika maisha yake. Hata huyo mbaya na yeye anatamani hata akitamka kitu kionekane, akifanya jambo lionekane. Lakini maisha yetu na jinsi tulivyo, hatutaki kutoa gharama ya kuziona hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwana wa Mungu, leo nakuacha nayo mambo mawili: jilinde na kiburi, jilinde na majivuno. Ishi maisha yenye wakati wote, na wafanye watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Uwe na hakika Mungu amekuandalia, yaani hata una shida kwa ajili ya nguvu zake ndani yako, hata ona changamoto kukudhihirishia nguvu zake. Yaani hana sababu ya kuzuia nguvu zake zisionekane kwako, kwa sababu kuna kitu kuonyesha. Haleluya. Jamani, tumeelewana watu? Ni habari ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika maisha yetu. Kwa nini natamani yawe ni maombi yako. Usikubali kuishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuishi hivyo. Usikubali kuwa nyuma, na usikubali kupoteza watu, bali kutoa gharama yote kuwaleta watu kwa Yesu. Kubali kusimama imara ili kuwafanya wengine wa imara. Uwe na uhakika utaona Mungu. Hata kama ziki zitakuja, lakini hizo ziki hazitakugarikisha. Hata kama changamoto zitaonekana, hizo changamoto zitakumeza. Sina maana kwamba ukifanya hivyo vitu hautakutana na changamoto. No. Yesu mwenyewe alikutana na hizo changamoto. Na Yesu mwenyewe akawazi kama duniani ziki ipo, utakutana nayo tu. Lakini ipeni moyo, kwa kuwa yeye aliyeshinda na nyinyi mtashinda. Sasa lazima tufanye. Hawezi kusema sasa Mungu tuondolee ziki kama na hivyo. Zitakuwepo tu. Lakini ukiishi maisha namna hii na ukatembea katika gharama hii bila kukwepa gharama, bila kukwepa gharama hii ambayo tunajifunza, uwe na uhakika Mungu hawezi kukuacha. Hata kama utakutana na mazito kiasi gani, lakini watu watakuona ni msaada tu. Hata kama utakutana na mazito kiasi gani, lakini watu wakikuangalia watakuona wewe unaweza ukatatua shida zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unaelewa. Yaani hata kama ujione ya kwamba wewe ni mtu fulani, yaani ni mnyonge sana, lakini kama utatembea na utakubali kutoa gharama hii, pamoja na unyonge wako unaojitazama, watu watakuona unaweza kuinua, unaweza kuwapeleka mahali, unaweza kuwafanya wakapata furaha, unaweza kuwafanya wakapata amani. Haleluya, watu wa Mungu. Mimi naomba niishi hapo. Hebu tuende mbele za Bwana. Mimi sijui maisha ambayo naishi. Unaweza ukawa na kiburi cha uzima na hujijui. Unaweza ukawa na majivuno na hujijui. Hebu mwambie Bwana, leo hii niko mbele zako. Kiburi kilichoko ndani yako mimi nisichokijua, ninaomba Bwana ukiondoe. Ninaomba Yesu ukiondoe. Kama majivuno yako kwangu na sijui, ninaomba uniondolee haya majivuno. Mwimbaji mmoja akaimba, niondolee majivuno. Bwana wangu, niondolee kiburi. Bwana nipo moyo wa saburi. Bwana wangu. Sijui kama tunaelewa. Kwa mwambie Mungu, ninaomba uniondolee hivi vitu. Kama ni habari ya kukutumikia, nikutumikie kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa furaha. Ni ufanye vile ambavyo Mungu nataka nivifanye.